Kama vile nimewaambia, karibuni katika nyumba ya Bwana na katika meza ya Bwana. I want to take the few minutes before you as I give the word. Throughout some few Sundays, I have been speaking about deliverance, and I know you are acquainted with deliverance. If you are asked about any question about deliverance, you can answer. Everyone who would ask you about deliverance, you can say, I know it. And from today, I want to get to another level, and I want to speak about abundant grace. You know, our message of the year is deliverance, is abundant grace, and its dominion and revival. And now we have reached the stage of abundant grace. Why? What is abundant grace? That is what I want to explain now. Although I'm going to spend some 2 Sundays, I want to speak about abundant grace. You know the Lord will not make you go to a level that you don't understand. Whatever the Lord wants to give you, He will first explain. He will first give it to you. Don't you see about Moses? When the Lord wanted to use Moses, he did not ambush. God does not ambush. He went to Moses, and they were somewhere alone, and he would explain, I want to send you to Pharaoh, and this is what you will do. And wherever Moses was not comfortable, the Lord would explain, what is this that you are holding? Just keep it down. You see, out of the staff there came a snake. Hold it on the tail. So when he went to Pharaoh, he would go there having a secret. He knew what would happen. So it's good you come to understand. As you understood deliverance, you come to understand what is this dominion. You understand what is revival. You understand what is abundant grace. Why abundant grace? What is the meaning of abundant grace? That is what I'm going to explain in the next 2 Sundays also. And our word of the day, I want to get it from the book of Isaiah. Isaiah. And I would like you to go to chapter 40. 25 to 31. I have a New King James Version. Let's go together. Verse 25. To whom then will you liken me? Or to whom shall I be equal? Says the Holy One. Lift up your eyes on high and see who has created these things. Who brings out their host by number. He calls them all by name. By the greatness of his might and the strength of his power, not one is missing. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel? My way is hidden from the Lord, and my just
crane is passed over by my God. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faint nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Praise the name of the Lord. And that is the word of the Lord. Praise the name of the Lord. I want to speak about abundant grace. And before I mention about abundant grace, I will speak about grace. We can't speak about abundant grace without speaking about grace. You know, the word of God in verse 25 of Isaiah 40, it is speaking, to whom then will you liken me? Utanifananisha na nani? Utaniliganisha na nani? Who is this that I'm equal to? You know God was speaking to Israel to let them understand his greatness, to show them how they needed him. You know, it's good to understand how you need God. And this is why he is asking. Look at all the world, the whole earth. Look at all those people that you know. And even those that you have not known but you have understood them. Kuna mtu amekuelezea na umewajua. Wengine umewasoma. Wengine walikuwa wa kitambo kile. Na walikuwa wa kitambo. Sasa kwa wote ambao unawajua, ni nani unaweza kunilinganisha naye? So you need to understand God, and then you understand the man, and then uwalinganisha wawili. Umeona nani that I'm equal to him? Praise the name of the Lord. And then the Bible says, why are you Israel saying, my way is hidden from the Lord? Yani ni wapi unaweza enda na maisha yako iwe imefichika kwa Mungu? Mungu hakuoni. Ni wapi unaweza? Njia zako ni gani unaweza pitia na Mungu asiwe anazijua? What is this that God cannot understand about you? Kwa mazuri na mabaya, wakati uko chini na wakati uko juu, wakati umekuwa maskini, wakati umekuwa tajiri, ni gani njia zako Mungu hawezi akaelewa? God understands you. But listen to me. Njia za Mungu are unsearchable. Sio vile unaweza kuelewa, anaweza kukuelewa, sio hivyo unaweza kumuelewa. Unajua hata kwa shetani, hata shetani mwenyewe hajaelewa Mungu. Njia za Mungu are unsearchable. They are unsearchable. And listen to this. The Bible
Bible says, have you not known? Have you not heard? The everlasting God, He created the ends of the earth. He created the ends of the earth. Sasa kwa hiyo yote, listen to me. Wale wanyama wenye nguvu, wale watu wenye nguvu, wale wakubwa ambao ni wenye nguvu, wale ambao tunawajua hawachindwi, even young men, they faint sometimes, wanashindwa na wanajihisi ya kwamba we cannot continue. But my key verse is number 31. Abai na Biblia inasema about those who wait upon God. Waiting upon God. The Bible says, He shall renew their strength. Kazi yako ni kukaa unamngojea Bwana. Ukishamngojea Bwana, He shall renew your strength. Praise the name of the Lord. Tunaenda tunakwama. Tunaenda tunafika mwisho. Tunaenda we cannot cry anymore. But listen to me. Those who wait upon God, He shall renew their strength. The Bible says, they shall mount up like eagles with wings. Wakati tumekwama kabisa, tumefika mwisho, we cannot make it, we are desperate. Wait upon God. Umeenda umefika karibu mwisho, umeenda umefika Red Sea, hoja kidogo, tulia kidogo, kwa sababu kufunga Red Sea kama vile umefunga macho na umefungua. Just wait a bit. Wait a bit. Kufunga na kwenda ng'ambo ile, bila msaada wa mtu, kufunga na kufungua macho. Kwa nini? He shall make you a mount up like an eagle. Kumbuka, kupaa. Wakati ukifika wako, utapaa. Kazi yako, just wait upon the Lord. Now, what is this grace that I'm speaking about? This is the power that will renew your strength. That is the renewal of the strength. Hiyo kitu inaitwa renewing. It is the grace. As I start to explain about grace, your grace, hiyo ambayo itafanya upae, itafanya upae. Wakati watu wamekugojea sasa usikwe, na umefika mwisho, sasa paa. Praise the name of the Lord. One time, nilikuwa mahali, na ikafika mahali, na ikawa sasa hakuna jambo lingine, nimefika mwisho. Wale ambao wanaitwa wakubwa wako hawa. Sasa kama sio sasa nipae, sina njia. But the Lord gave me strength. Nikapaa. The Lord can give you strength. And that is a great promise of God. What is grace? What is grace? Listen to this. Grace is an anointing that enables you to accomplish a certain mission. It is an anointing ambayo unashuka. Unachuka wakati wake. Unachuka wakati unahitajika. You are in a certain mission. Either a private mission, either a mission at the altar, in your life. Kuna upako utachuka, na ndio itakufanya sasa uweze kufanya ile kazi unatakana kufanya. Hili ni jambo ambalo umeenda na umekwama. Umefika mwisho. You cannot continue. You cannot go
ahead, God will release the grace. God will release the power. God will release the superpower. That is the grace. Ambayo watu wamekuangalia na macho, wameona kana kwamba huwezi tena. Lakini listen to me, God will lift you up. God will raise you high. God will raise you high. And you will continue. Unajua Biblia inasema kuna wakati kutakuja mafuriko. Mafuriko ya maji, mafuriko katika maisha, mafuriko kwa jamii, mafuriko kwa huduma. Inakuja sasa mafuriko, maji ndio haya. Na unajua maji inatembeza ndovu. Na jogue hata guo whatever. Sidio? Amen. Ndovu ni nani? Jogu inaenda naye, igagetie nayo. Mafuriko ni hatari, muyoro ni ogwati. But the Bible says, no Bible kauga, mafuriko itakapokuja, muyoro liliogoka, inakuelekea, ikubebe, ikukuwe, iende nawe, evie nawe. Bible says, Bible kauga, neema itashuka, utugiwe haroke, utainuliwa juu, wabara igoro, utakaa juu, ovie igoro, maji itapita, naema hatoke, ikienda mavi, utarudi chini, ushoke evi. Bwana sifiwe. Mwana nitu akumio, kwani hujaona hiyo? Kautoneti ogwo. Biblia inasema Bible kauga, Nuhu akajenga, agiaka Sabina, agiaka Safina, kwa sababu Mungu alijua netodo ganyamenyete mafuriko itakuja. wena muyuro roka. Na wakati mafuriko ilikuja, naliye muyuro woki, watu wakabada kwa miti, adu makiabate meteini, wakabada kwa miti, makiabate meteini, mafuriko ikaendelea, muyuro kizina mbele, ukizina mbele, watu wakazikwa. adu mageziko. Lakini Biblia inasema no Bible rauga, neema ikachuka, otugiwe ikoroka, ikabeba Sabina, ugekuwa Safina, ikabeba Sabina, Safina, ikabeba Sabina, ikuwa Safina, ikabeba Sabina, Safina gekuwa, ikabeba Sabina, ugekuwa Safina, Sabina ikakaa juu. Safina gekara igoro. That is the grace. Oshone wotugi, Praise the name of the Lord. Bwana vitu wakumyo. Biblia inasema Bible kauga, mafuriko ilipomaliza kazi yake, muyiro wale kewere wagwo, ilipomaliza kazi yake, muyiro wale kewere wagwo, ikaanza kuteremka, ikiambia ikoroka, Sabina ikateremka, Safina gekoroka, Sabina ikateremka, Safina gekoroka, until it landed. oginyege kinyafurolini. Bwana sifiwe. Bwana vitu wakumyo. Mafuriko yakija, Muyiro woka, mafuriko yakija, muyiro woka, utainuliwa juu, wabalalia igoro, utakaa juu, wekara igoro, utakaa juu. wekara igoro, Mafuriko ikimaliza kazi yake, muyiro wale kewere wagwo, hallelujah, hallelujah, ikimaliza kazi yake, yale kewere wagwo, utaanza kushuka, wabele wekoroka, utaanza kushuka, wabele wekoroka, utaanza kushuka, wabele wekoroka, ukikanyaga chini, wakinyateri, unaendelea. ogezina mbele. That is grace. Oshone otugi. Wadhani yawosho. Bwana Yesu That asifiwe. is grace. Hiyo ni neema. Biblia inasema Bible kauga, about fire. ohoro wa mwaki, Moto itakuja. mwaki ni Na ogoka, wakati wa moto utakuja, wera hiramati moto oka, uanze kushoma, wabelia goshina, uanze kushoma, wabelia goshina, uanze kushoma, wabelia goshina, utashoma Kagio, ugashina Kagio, utashoma Kirinyaga, ushine Kirinyaga, utashoma Kenya. ushine Kenya. But listen to me. No dhikerelia, Those who wait upon the Lord, ametegere those modhani, who wait upon the Lord, ametegere modhani, those who wait upon the Lord, ametegere modhani, watatembelea kwa moto, magagediagere mwaki, watatembelea kwa moto. waviagere Bwana mwaki, sifiwe. modhani itokumyo, Wamefungwa na chuma, mohete na minyororo, wamefungwa na minyororo, mohete na minyororo, itashoma minyororo, mwaki shine minyororo, sababu the mission of the fire, ikondo ageturikia haribu mwaki, minyororo, evokaje minyororo, haribu, evokaje minyororo, wataendelea, madina abele, wataendelea, madina abele, hiyo ya kutembea ndani ya ya moto, vile mwaki, hiyo ya kutembea ndani ya ya moto, vile mwaki, hiyo ndio tunaita neema. yende tuleta otugi. Bwana asifiwe. Madhani vitu wakumyo, Sema neema, neema, sema grace. grace. Biblia inasema Bible kauga, wacha kuchomwa, tia goshina tu, wacha kuchomwa, ona toko hata yatu, hautanuka. dukanuga, Togo hutanuka moshi, utanuka. dukanuga. Unasifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo imemaliza kazi yake. Ndio yale kewele wake. So kwa hivyo ndio ninasema, Kogole kedirauga, it is a certain anointing that comes upon you ni hakamona ukagegero lyaku, in the time of need, vinu ide leo fatali, that you may accomplish the mission that you are ndio doing. kinyirio misheni waku. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Listen to this. Hebu sikiza hii. Wakati utaenda ufike, Ndio gakinya, na ufike in a place called Red Sea. okinya irie inaitune, Sema Red Sea. Red Sea. Utakapofika Red Sea, Wakinya irie inaitune, na uwe umefika mwisho, wakola kinyete kuna molia, neema itashuka. otugiwa ikoroke, Neema ikishuka, otugiwa ikoroka, itafungua mlango Red Sea. ohigura
Hingura mlango iria inaitune. Nitafungua mlango ladies. Hingura mlango iria inaitune. Listen to me. Natathikiriria. Utatembea kwa neema. Uthire utugi Yesu. Pamoja na watoto. Hamwe na ciana. Pamoja na familia. Hamwe na family. Utafungua mlango na upite. Hingura mlango na upite. Wasifiwe. Mathani twakumia. Maadui watawafuata. Zone itambogigatia. Wakitaka kutumia neema yako. Wakitaka kuthia utugi waku. Wakitaka kutumia neema yako. Neema yako ni yako. Utugi waku ni waku. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Hawezi katumiwa na maadui. Utigethero nevo. Hawawezi. Matingihota. Hiyo ndio neema. Ucio niguo utugi. That is grace. Ucio ni utugi. Ambayo itashuka wakati wake. Uria ugaikoroka ihinda riaguo. Neema ambayo itashuka wakati wake. Utugi ugaikoroka ihinda riaguo. Utainuliwa juu. Warabaria iguru. Utatembea. Uthie. Biblia inasema Bible ikauga. Watatembea. Magathie. Ngoje hapo Bwana. Aria mamwetegere Mwathani. Watatembea. Niguthie magathie. Bila kusoka. Matekunoga. Watapaa juu. Komboka iguru. Kama ndege wa angani. Ota ndege cia rĩrĩ-inĩ. Watapaa juu. Mambata iguru. Watapaa juu. Mathiĩre iguru. Watapaa juu. Momboke iguru. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu And asifiwe. they will come down at their own time. Na makinye macoke thĩ ihinda rĩao. Wathani agosha. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, grace is good. Neema ni nzuri. Usizoee tu kusema na neema. Ndũgetĩre ũtuge wega. Wega wa Ngai. Neema ya Mungu. Ukare hamwe na ile. Ikakae pamoja Na nasi hende ciothe. siku zote. Hautiho mwisho. Hapo sio mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo wega unatakana ujue ni kitu gani. Neema ile umenye niki. Neema. Otugi. Neema ambaye inashuka. Otugi ucio waikorokaga. It is not countable. Otigitarika. It is a free gift. Nĩ kĩheo. It is undeserved favor. Nĩ gwĩtĩkĩrĩka gũtagĩrĩire. Hiyo ni neema ambayo inashuka wakati wake. Hiyo tukiweka hende yaguo. Sio kitu unaweza sema ni kwa sababu nilifanya. Sio ndogiwe ni tondu ndekire. Sio kitu ambayo inachukia watu weupe. Ati kĩndũ gĩthũire andũ arĩa erũ. Sio kitu inachukia watu black. Kana gĩgĩthũra andũ arĩa airũ. Sio kitu inachukia wazungu. Ũndũ ũrĩa ũthũire athũngũ. Sio kitu inachukia wa Afrika. Ati kĩndũ kĩrĩa gĩthũire Afrika. Hakuna mtu anaweza kujidai kwa sababu ya neema. Mũndũ angĩtia auge nĩ ũndũ wa ũtugi ũcio. Bwana Yesu asifiwe. Sio kitu inachukia wanawake. Ũhoro ũthũire atumia. Sio kitu inachukia wanaume. Kana gĩgĩthũra athuri. Hapana. Aca. Bwana asifiwe. Mwathani witũ akumia. Ikishuka neema ya kumtumikia Mungu. Ũtugi wa gũtungata Ngai. Ikishuka neema ya kutenda miujiza. Ũtugi wa ikoro kwa kũringa ciama. Itachukia wanawake. Na itachukia wanaume. Mungu anapeana. Kwa hiari yake. Wakati wake. Listen to this. Watu ambao wamechukiwa na neema. They are unstoppable. They are unstoppable. Neema ikichuka. Uliposhuka. Israeli kutoka Misri. They could not be stopped. Kwa sababu neema imeshuka. Kuondoka. Na ya kwenda. Hawezi wakafikiwa. Magari 600 ya kivita. Magari 600 ya kivita. Firaoni wasimamisha. ADC wasimamisha. Haikewasimamisha. Neema ikichuka. You cannot be stopped. Huwezi ukasimamisha. Amen. Neema ikishuka. Utugi wa ikoroka. Listen to me. Thikĩrĩria. There's a big secret. Ĩno nĩ hitho nene. I'm almost releasing a big secret. Ya kũrekereria hitho nene. Neema ikichuka. Utugi wa ikoroka. Neema ikichuka. Utugi wa ikoroka. Neema ikichuka. Utugi wa ikoroka. Huwezi kusimamishwa kudominate. Tũngĩrũgamio gũathamaka. Bwana sifiwe. Wameni akumia. Wakati unaenda for dominion. Irathi wathanini. Neema ikichuka namna hii. Utugi wa ikoroka. Waganga na washawi hawana ragori matigĩkũrũgamia. Matanjiri hawawezi kusimamisha. Matigĩkũrũgamia. Maskini hawawezi Athĩni matigĩkũrũgamia. Umaskini Ũthĩni matigĩkũrũgamia. That is a big secret. Iyo nĩ hitho nene. I don't want to repeat that. Ndikwenda gũcokera hau rĩngĩ. Unasikia? Nĩwaigua. Sio kitu inachoka kwa sababu wewe ni fulani. Ti kĩndũ gĩũkaga tondũ wewe ng'ania. Na umetoka wapi? Na umete kona. Na wewe ni wa kabila gani? Na wewe wa mũhĩrĩga ũrĩkũ? Hii inachuka Mungu akitaka kuichukia. Ikorokaga Ngai enda gũikorokia. Anaiashiria. Akarekereria. However you complain. Ona ũngĩmũguna atĩa. Imechukia yule mtu. Ĩgĩkĩrĩkĩra mũndũ. Inaenda naye. Ĩgathiĩ nake. It
ilichukia Samson, ikikorokera Samson, akaenda vita. Samson akaenda neema ya kubeba gates, otugiwa kuwa higo, akamunya gates, anangoa ana malango cha Filisti, anangoa malango ya Wafilisti, anatembea nayo, akagethia nacio kupitia neema, kwetokera otugi, kupitia neema, kwetokera otugi, anaenda naiweka chini, akathia kaiga thĩ, anarudia ingine, acokera ĩngĩ, anaing'oa, akakua, anaiweka kwa mabega, anaenda nayo, akathi nacio, anaiweka, akaiga thĩ. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Listen to this. Fikiria. Wakati neema imeshuka, unaweza tumia chochote kumaliza yeyote. Samson akiwarudia aliwavuta, akachukua Job. Yeditali alikoragwo kwa nyugithaka. Job namba iko kwenu katika kichaka. Akioya. Na kuipitia. Akihudhura leo. Sababu ya neema. Because of the grace. Akamaliza. Akerekia. Akaua maelfu. Kuraga maki. Maelfu. Na maki. Maelfu. Na maki. Maelfu. Na maki. Kwa sababu ni neema. Because it is the grace. Sema neema. Otugi. Sema neema. Otugi. Neema. Otugi. Inaweza kukutembeza. Nogo tuarivie. Ukianza na neema. Wabelia no otugi. Unaweza kutembea. No view. Every corner. Kona shiode. Every corner. Kona shiode. And win every battle. No tona ni bara shiode. Go to any level. No dige kiogeze. Sababu ya neema. Metodo otugi. Neema. Otugi. Sema neema. Neema. Bwana asifiwe. Wadhani uitwa kumio. Wadhani awosho. Bwana Yesu asifiwe. Arorokagia thamaki aria mararoa nawe ukamaria shararaku oraibara wako gegania. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema. Utugi. Unajua wakati wa neema, just go to the book of Judges. Vifukulia atire lifururi. Uone in the book of Judges. Uone vifukulia atire. Usome one by one. Usome mwe kwa mwe. Uone wale watu ambao Mungu anatumia na neema. Uone adoraka yahodhagira no tugi. Grace. Utugi. Just go to Gideon. Viko Gideon. Uone Gideon ni nani? Uone Gideon ni no. Na Mungu anamuita man of valor. Kera mweta moro ibara monene. Man of valor. Moro ibara. Mtu ambaye anaweza kupigana vita na ulimwengu. Kudagerwa bara na the. You know what? Unajua nini? Through grace. Kupitia neema. One man can fight the whole world. Motomo waro na the. Through grace. Kwatukira tugi. Kupitia neema. Kwatukira tugi. Anaweza pigana na ulimwengu wote. No waro na the. Kwa sababu neema Nitodo tugi. haiwezi kapiganwa nayo with the bombs. Otigerwa na bomb. Na madharaita. Na silaha. Hapana. Asa. Neema. Otugi. Kwa sababu neema Nitodo tugi. Mungu anaweza tumia upepo. Gaino hodhe kinyara huho. Upepo. Ruhuho. Ruhuho rurekererio. Upepo wachiriwe. Wathani agosho. Leo ruhuho ukora thau naruo. Upepo utapiga risasi gani? Upepo. Mungu akitaka kutumia neema. Yagira kwatukira tugi. Na kupitia neema. Na kwatukira tugi. Listen to this. Fikiria. Is a big secret. Ne hivyo kinene. Through grace. Kwatukira tugi. God achieves the wisdom of man. Kai ashonorithagia oge wa andu. Kutukira neema. Kwatukira tugi. Magaikara thi magachira. Wanakesi. Makahariria mbuto ya ita. Wanaandaa jeshi la kivita. Makogana maria andu magana. Wanakuja pamoja wakiwa watu mamia. Makogana Amoabi. Wanakuja pamoja akina Moabi. Na makogana tribes nyingi. Na mihirika mingi. Waende wakapigane. Mathie marue. Na Jehoshafatu. Naye Jehoshafatu anaambiwa. Na Jehoshafatu wale watu ambao wamejiunga na bombs. Adasho mashamanete mari hamwe. Na wamejiunga na mambo mengi ya kivita. Na indo nyingi cia kibara. Wewe tafuta praise and worship. Wewe gikundi gya guthathia na kugosha. Tafuta praise and worship. Wewe gikundi gya guthathia na kugosha. Waende wakiimba. Mathie makinaga. Na wakisema. Makiugaga. Arorokagia thamaki. Aya mararo ananie. Ashoma sharaja boya. Wakwao kama shonora. Jehova ndakwambararia. Jehova ndakwambararia. Moro imbara wako gega. Praise God.
Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sasa inaliganishwa na nini? Iye gikiligana na ke. Watu wamejihami. Ado me igyote wega na wana bunduki, mena meshika, wana risasi, mena maridadi, wana maskari trei, mena vigari irutekete. Lakini mimi no niye ninabeba praise and worship. Yebueta praise and worship. Nabeba praise and worship. Kwa praise and worship. Nawaambia twende vita. Yamena tovie bala. Majeshi wabaki nyuma. Jeshi tigo dhudha. Twende vita. Tovie bala. Aroroka jadamaki. Ayama leonanye. Asioma charaja moyo. Uwako kama shonora. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ya kupitia neema. Watokira watugi. Mungu anaibisha jeshi kubwa. Kayaga shono vya jeshi nene. Praise the name of the Lord. Wadhani vitu wa kumio. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Edwa. Neema Otugi. hiyo ndio inahitajika. Hiyo ndio rafatarania. Neema sio kitu unaweza sema Otugitike dogiuga. ati ni kwa sababu nilifanya. Netono nendekire. Ati ni kwa sababu nimezaliwa. Tondashi yaliro. Ati kwa sababu niko. Ate todo deko. Hapana. Asha. Hiyo ni kitu Mungu anapanga. Ne kidu gaya hadaga. And never God will not use the trained man. Na gaida kao dhiadura maruti. God will train those to use grace. Gai ego ruta aremeko dhirotugi. Kwa sababu gani? Tunaenda vitani. Turadhie bara hivi. Tunaenda vitani. Turadhie bara hivi. You are training people to go on the battle. Inyo mnaruta dogo dhie bara hivi. Na mnawafundisha bunduki. Na mwaka mluta na meshinga. Mnawafundisha risasi. Mwaka mluta ridhadi. Mnawafundisha kushimba mashimo. Kwa malima. Mnawafundisha kukaa kwa maji. Kuikara mahali. Mnawafundisha kukaa kwa choo. Na kuikara shoo. Mnawafundisha kufunga boots. Ona kuhiga ifu. Na uniform. Kuhairato na mishipi. Na meshipi. Na kuvaa nguo za kichaka. Kuikira goshi ya gedaka. Na kwenda na magari ile na miguu kubwa. Na godina gari na maguru manene. Ndio tusifungiwe kwa njia yoyote. Lakini hapa tunafundisha praise and worship. Sasa ni hapa tu. Aha tu. Daktari anasimama. Daktari akarogama. Aharuru kaya adhamaki. Alia mara lalu wananie. Ashioma sharaja moyo. Uwakwao kama shonora. Hiyo tu. Ogo tu. Kwa sababu hawatafundishwa kubuduki. Tado matiru tomoshika. Watafundishwa neema. Meko ruto otugi. Kwenda na neema. Wodhino otugi. Kwenda na neema. Wodhino otugi. Praise the name of the Lord. Anesa sefewe. Kwenda na neema. Wodhino otugi. Na neema. Otugi. Utaitumia in any place. Oko dhadhini wakodo wodhe. Utaitumia kwa njia zingine. Oko dhadhini wajieke. Utaitumia kwa biashara. Oko dhia biasharini. Utaitumia kwa familia. Oko dhadhini wa family. Utaitumia kwa jamii. Oko dhadhini wa meshi. Utaitumia anywhere. Oko dhia kodo wodhe. Neema. Otugi. Sini sawa? Sini sawa hiyo? Unashika? Unakamata hiyo? Yuranyi togwo. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Grace. Neema. Listen to me. Fikirilia. In the book of Zechariah chapter 12. Zakaria 12. Ukianzia verse 10. Ugithie kwa Biblia 10. Utaona how grace will come. Niyo kuonolo tugiokaga. Kwa sababu neema itatumiwa kwa njia nyingi. Niyo ndo tugiokuthikana njira nene. Na mahali kwingi. Na kodo kwingi. Ikiwa ni kwa familia. Aikone kule family. Neema itatumika kwa favor. Otuginyo kuthika thini wa gwitikirika. Itatumika kwa favor. Kwa biashara itatumika na favor. Biashara ni hothika na gwitikirika. Favor, kibali. Gwitikirika. Utakumbalika. Ugetikirika. Mwathani agocwo. Mundu ariguraga gwaku na ndaramenya ni gwaku aragura. Wona warika kumunengera na kunengere mbeca ni arimenya hea. Mtu anunua kwako bila ya kujua venye umemaliza tu kupeana zile hela, anajiuliza kwani ndagura kwao? Kaida ndagura kwao. Kwani nimenunua kwa nani? Bwana sifiwe. Kwa sababu there is favor. Metodo kwenda gwetekera. Grace opens doors. Utugio igura milango. Grace releases connections. Utugio karekeria kunyitithanio. Grace is about beauty. Utugio horo wa thaka. Uthaka ule ugucagiriria. Unapata ya kwamba ule ulembo ambao unavuta. Grace brings attractiveness. Utugio kale kugushiriria. Hini watu wanavutwa tu kwako kwa sababu ya neema. Ndio makagushukurwa ni ndio watugi. Kuna kineema kilikuwa wewe. Kuna neema ambayo iko. Kuna kiudu. Unahisi kuna kitu fulani. Tena ukienda kwa kuwi kiudu. Nahisi ya kwamba nataka kuja kwako. Kiudu tu. Kuna jambo tu.
Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa mahali unafanya kazi unapendeka tu. Wewe utaruta wira ugetikirika. Mutongoria waku na munene waku ndagiaga gukwenda. Mkuu wako ezikosa kukupenda. Ona uri aragucirio ni andu angi. Hata venye navutiwa na wengine. Alaigwa kigucio kuri we. Anahisi ya kwamba navutwa sana kwako. There is a certain grace. Kuna neema ya kipekee. There is a certain grace. Kuna utugi mona. Praise the name of the Lord. Yes. Utugi is outpouring of the spirit of grace. Ndikurekererio kwa roho wa utugi. Kwanza ndio nimesema leo. Taugo mothi. Ikiwa kuna mtu ambaye anaweza kuelewa hali ya kiroho. Ati kuna mtu agitauko thia ya kiroho. Hali ya kiroho. Roho wa kiroho. Vile unaenda juu. Ori unabatira iguru. Na vile unapaa juu. Na ori unathi na mbele. Unahitaji neema. Nirafatara utugi. Neema. Utugi ya kupanda kule juu. Kwapata ko iguru. Kwa sababu vile unaenda juu. Ni todo urathi iguru. Ndio vita inakuwa kali. Nogwa pale raritoha. Ndio majeshi wamejitrain. Nogwa jeshi shifagete. Ndio unahitaji neema nyingi. Na nogwa unafatara utugi mwingi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vile tumevuka. Ogo turikire na tunaenda mbele. Na tugathie mbele. Tunavuka tunaenda mbele. Na tugathie mbele. Ndio tunahitaji neema nyingi. Ogo nogwa tunafatara utugi mwingi. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mabani ya komio. We can do everything through grace. No tuke maundu mothe kwa tukira utugi. What is this grace? Utugine ke. Namba ingine is a spirit of winning. Ni roho wa utorania. Every kind of a battle. Bara yothe. Tutakapoachiliwa grace. Twarekereria utugi. Tutashinda hiyo vita. Ni tugutoria bara. It is a spirit of winning. Ni roho wa gutorania. Grace is a spirit of winning. Utugi ni roho wa utoria. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. It is through the grace. Ni kwa tukira utugi. That it takes us to the supernatural world. Twaraga thini wa thia ya kiroho. Unatoka kuwa mtu wa kawaida. Ugakiuma gutuika mundu wa undoire. Unatoka kuwa mtu wa kawaida. Kama mundu wa kawaida. Mimi si mtu wa kawaida. Ndiye mundu wa undoire. Unatoka unaenda katika ulimwengu wa kiroho au ulimwengu supernatural. Ukoma thia ya kiroho gathie thi ya maundu manene ma kiuga. Yaani hiyo ni kusema ugone kuga watu hawakuelewi. Andu matigutaukagwo. Wazazi hawakuelewi. Aciari matigutaukagwo. Bwana hakuelewi. Muthuri na kenda gutaukagwo. Bwana mke hakuelewi. Mutumia ndaraguta. Hueleweki. Wewe ndurataukika. Kwa sababu mahali unaishi ni tondu hari oraikara. How things are done. Maundu marekeka. In your world. Thini wa thia. It is no longer the same. Ti undu wa undoire. People will try to understand you. Andu megure gutaukwo. But they can't. No matingihota. Kwa nini? Niki. You are living in another supernatural world. Uraikara thini wa thigi ya kiroho. Wale watu ambao wametumika na neema. Andu manahuthika ni utugi. Hawakueleweka. Matiataukikire. Hawakueleweka. Matiataukikire. Si wazazi waliwaelewa. Ti aciari mama ataukirwo. Si waume waliwaelewa. Ona athuri amatiataukirwo. Si wake waliwaelewa. Ona atumia amatiataukirwo. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawaeleweki. Matitaukagwo. Kwani Moses alieleweka na nani? Musa ataukirwo no. Unaona kuna neema. Kuna neema ya kukomboa Waisraeli. Utugi wao kura Israeli. Hakueleweka. Ndataukikirwo. Kwani Gideon alieleweka? Gideon ataukikirwo. Kwani Deborah alieleweka? Deborah kayataukikire. Hawakueleweka. Matiataukikire. Ukitafuta historia yao. Ungisharia rugano rwao. Hawakueleweka. Matiataukagwo. Mundu uyu tutimumenyaga wega. Yule mtu amtumjui vizuri. Praise the name of the Lord. Hatumuelewi. Tiramataukwo. Hatumuelewi hata kidogo. Tutiramataukwo na hanini. Hakuna mtu anaweza kueleza. Gutie mundu akimutariria mambo yote. Maundu mothe. You enter into a supernatural world. Ukaigira thini wa thia ya kiroho. Bwana sifiwe. The grace is the spirit of grace. Roho wa utugi. This is a spirit that is released upon you. Ni roho rurekagirio iguru riaku. Kukuwezesha kuzaa mazao in a supernatural way. Gukuhotithia guciara matunda thini wa njira ya magegania. Kwani huoni mtu ambaye anaitwa Isaac? Naona mundu agwitwo Isaka. Isaac alienda kwa shamba. Isaka agithie mugunda. Akashimba kukiwa jua. Agishimba ria akapanda kukiwa jua. Agikihanda kwarite. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ikamea kukiwa na jua. Gukimera na riua. Hakuna mvua hata kidogo. Gutie mbura na hanini. Akapadilia ikiwa jua. Akirimira korona na riua. Akavuna ikiwa jua. Akigetha na riua. Hii ni kitu gani? Uhoro ucio ni uri. Hii ni mambo gani? Mane maundu mariku. Haieleweki. Matirataukika. Wale watu wengine andu aciangi hawavuni. Matiragetha. Utazaa mazao. Ugaciara maciaro. Kwa neema. No tugi. You shall bear fruits. Ugaciara matunda. This is the spirit. Ni roho. Or the power. Kana hinya. That enables us to make an increase. Utuhotithagia kuongerereka. An increase.
supernaturally an increase. Haieleweki anaongezeka namna gani. Spirit ya increase. Listen to the grace. It helps us to do to do or to achieve what we could not achieve in our normal state. Ile mambo ambayo hatuwezi fanya tukiwa binadamu vile tuko, neema itatusaidia kufanya mambo haya. Maudu maria tutakihota gweka, mambo ambayo hatuwezi kuyafanya kwa wa muturire wa kawaida, katika maisha tu ya kawaida, mambo itafanyika kwa sababu ya neema. Kwa sababu ya neema. Listen to this. Sikiza hii. Grace enables us to be saved and maintain salvation. Hata wakati tulikuwa tunaishi, tulikuwa tunajiuliza, tukiokoka what will happen? I take beer and I cannot be able to stop beer. I can't do this, I can't do this, I can't do this. Lakini wakati neema ilishuka ya wokovu, tukaokoka, we can continue. Na tumeendelea. Na tuko na miaka. Na tunaendelea. We are doing what we could not do. Praise the name of the Lord. That is grace. That is grace. Umekwama mahali umekwama for very many years, kwa sababu umejaribu njia zako. What do you need? What do you need is grace. What do you need is grace. What we are doing is not because we are well able. It is because there is some grace upon us. It's not just a normal grace. There is some grace upon us. Kutembelea grace. Wanasifiwe. Ni mtu ambaye anajua kuna neema ya aina hiyo. Unajua usiponjua, you know the Bible says Jesus came walking on water. Walking on water. And he was not in a hurry. Ati kwa sababu maji do ile wanaga mundu akinyaga na ihenya hetokete nigetha mai matige sirio ndoge makurekereria. Unakanyanga kwa hatua za haraka. Yesu anatembea tu juu ya maji. Mungu ajiswagethia maini hiyo. And Peter desired. Petro akiriria. Akaambiwa there is grace for that. Akiro hena tugiwa horoshi. Oka. It's me. Nenie. Jesus. Yesu. Come. Oka. Akaanza. Akiabiria. Na kulikuwa na neema. Na kwani na ya kutembea juu ya maji. Kuvira maini. Kutembea juu ya maji. Kuvira ya maji. Lakini alipopita hatua tatu, akajiuliza what is this? What is this? Praise the name of the Lord. Huko neko. Hapa ni wapi? Hapa ne baleu. Huku ni wapi? Abai kijete ku. Nimekanyanga wapi? Nikigeke. Ni nini hii? And he doubted. Akigiagaje. Neema ikaisha. Utugiyogethira. Neema ikaisha. Akaanza kuingia. Kiambia gutofakerera. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Neema. Utugi. Unahitaji neema katika maisha. Nirafatara utugi thini wa mutorre. And every level in life. Na gikiro gyothe thini wa mutorre. Every level in life. Gikiro gyothe thini wa mutorre. Has, na hiyo usikilize vizuri. Na uthikirie wega. Every level in life. Gikiro gyothe thini wa mutorre. Has its own grace. Ni ikoragwo na utugi wao. Every level. Gikiro gyothe kia mutorre. Ikia katika level yoyote. Gikiro thini wa gikiro gyothe. There is a grace for that. Kwina utugi thini wao. Is it in business? Ne biashara. There is a level for that. Kwina utugi thini wao. Is it service at the altar? There is grace for that. Kwina utugi horosho. Mambo yote unatakikana kuna kufanya, there is a grace for that. Maundu mothe rafutani weka kwina utugi wao. Na Mungu huachilia neema. Na Ngai ni arekageria. Na mnajua vile Mungu anaashiria neema. Na ni moyo yake yarekageria utugi. Now the Bible says it is always grace to grace. Grace to grace. Neema kwa neema. Wanasifiwe. Hapa niko sio mahali utanikuta kesho. Kwa sababu tomorrow has its own grace. Has its own grace. Kuna neema ya kesho. Na kuna neema ambayo haitaashiriwa. Na kuna tukio utakarekererio until ufike kesho. Oginyo kinya rushu. Kuna neema
Kila nafasi ina neema. For praise and worship kuna neema. Kwa wamama kuna neema. Kwa elders kuna neema. Everyone kuna neema yake. So I am saying neema or grace, it is the power of enablement. To enable you, kukuwezesha kufanya a certain mission ambaye inahitajika uifanye. Jambo lolote utasikia Mungu anakuambia fanya. Any assignment given by God. Any assignment given by God. You need to know God will release his own grace. Listen to me. Listen to me. What is an assignment? Ni kazi umepewa uende uifanye ulete majibu. And there are conditions. But there is grace. Listen to this. Listen to this. Wapendwa, dominion is an assignment. Is an assignment. There is something God wants to accomplish. Na hiyo ushike vizuri. There is an assignment. Kuna kazi Mungu anataka kuifanya yeye mwenyewe kuifanya. Na leo tolea mundu gwetwa Samson yatumirire ruthia rwa funda anataka kukutumia. Samson alitumia Jobon. Lugo go wira batara rugame wega ki. Unafaa kusimama vizuri. Todo ajili. Wewe ni Ngai arenda kuhuthira. Wewe ni Mungu ambaye mtu ambaye Mungu. Kuna vita Mungu anataka kupigana. Bara Ngai arenda gushinda. Na wewe ndio atatumia. Na wewe ni weko. Na ndio anaashiria hiyo neema. Na kiara kile tuliosha. Kwani ni Gideon ama ni Mungu alikuwa anataka kupigana? Ni Gideon kana kiyeda kurua. Ni nani? No. Ni nani? No. Ni Ngai. Ni Mungu. Ni Musa ama ni Mungu? Hii ni mission ya Musa ama ya Mungu? Huyo ni mission wa Musa kana wa Ngai. Yeah? Na Mungu alianzia kutumia Musa na kumuunda na kumtengeneza alipokuwa kwa tumbo. Ngai yake abia kumuthodeka aroda-ini yake. Hata wakati siku alizaliwa alikuwa auawe. Ona muthenya aciario na maadui walikuwa wamejua. Na thoni ciamenyete. Kwa hivyo neema ya Mungu ilichuka juu ya Musa. Utugiwanga yuko iguru ya Musa. Ya kumuokoa. Kumuhonokia. Hata wakati alikuwa hakujijua. Ona liateta ukito. Kwa hivyo even in dominion. Ona ugothini wa wathani. It is about a mission of God. Ni uhoro wa mission wa Ngai. What you do is you just let God do it. Urafika gwika na urekererie Ngai yake. Kwa sababu Mungu anataka kuifanya. Tondu Ngai arenda gwika. Mungu anataka kufanya. Ni Ngai arenda kuruta wira. Mungu atashinda vita. Ni Ngai aratora. Kwa hivyo for your accomplishment. Ni undu wa ukinyaniri waku. Hiyo yote ambayo utafanya for the accomplishment. Masho mothe gwika nigetha makinyaniri. It is for the glory of God. Ni undu wa riri wa Ngai. For glory riri wa Ngai. Kwa hivyo kumbali utumiwe na Mungu kupitia neema yake. It is not you. It's not about you. It's about what God wants to accomplish. It's about what God wants to do. Grace. Wapendwa, grace, neema. Neema. Wakati Mungu amekuwa na hudumia moyo wangu about grace. My heart is pleased. I will seek grace and I look for grace and I will pray for grace, that I may accomplish what God wants to be accomplished. Praise the name of the Lord. Even in our deliverance service, it is not about you. It's about preparation. Preparing people. Because you cannot go for a battle na uende vitani wakati wewe ni mfungwa. Kwa hivyo deliverance and grace, hiyo yote is about making you perfect. Making you perfect for the will and purpose of God. Unanisikia?
So you need to be used of God. And God is looking for somebody to use. To enter into a certain area, God wants somebody to use. Na Mungu hatakosa mtu wa kutumika. Kwa hivyo ukisikia ni kwenda maombi, omba. Kama hali Mungu atakuona. Na usifikirie na useme ati njia zangu hazionekani na Mungu. Acha. Hapana. Kama hoya ni akuonaga. Ukikuja kwa maombi anakuona. Ukikosa kuja kuombezi bado anakuona. Mwadhani arogosho. Amen. Agietha andu aria gutumira ni akuonaga. Akitafuta watu wa kutumia bado anakuona. Ni arona uhuthu waku. Anaona wepesi wako. Anaona kile utari. Anaona kile ambacho huna. Ni kile utari. Ni nini huna? Mwadhani arona kile utari. Mungu anaangazia kile akao. Mwadhani arogosho. Ni arona kile utangemenya gwika. Anaona kile ambao huna uwezo wa kufanya. Na ndio naashiria hiyo neema. Na nikera yake aliyotuki. Ikiwa huwezi tembea vizuri, aikodogithiwega. Anaashiria neema. Ikiwa huwezi ongea vizuri, anaashiria neema. Ikiwa huwezi ongea kizungu, anaashiria neema. Ikiwa huwezi ongea Kikuyu, anaashiria neema. Neema ya Mungu. Praise the name of the Lord. Simama mahali pako. Wakati huu ambaye ni wakati wa neema kubwa. Praise the name of the Lord. Simama mbele za Bwana. Katika jina la Yesu. Haleluya dhamaki. Haliamala ananie. Ashoma sharagya moyo. Wako kama shara. Ashoma gugudagera. Simama mbele za Bwana. Jehova ndakwambaralia. Jehova ndakwambaralia. Jehova ndakwambaralia. Moro ibara wakugegane.